Tupe record ya Ruto kwamba amefanya hiki ndio tuweze kumwezesha 2027 aendelee. Unatoka Nairobi, mbunge wako alipigia financial bill, yes. Rudisha yeye nyumbani. One term. Kwa sababu Wakenya kweli wameshaamua au ni kelele za mitandaoni tu? Manake kadri siku ya maandamano inavyokaribia, kauli zinazotoka Mombasa, Eldoret, Bungoma na maeneo mengine zinaonyesha kuwa kitu kikubwa kinaendelea chini kwa chini ambacho huenda viongozi wengi hawajakiona. Na leo nitakuonyesha video 5 tofauti kutoka kwa wananchi wa kawaida hadi viongozi wa serikali ambazo zinaweza kukusaidia kuelewa kwa nini mjadala wa one term bado unaendelea kushika kasi nchini Kenya. Kaa hadi mwisho kwa sababu kauli ya mwisho kutoka kwa Murkomen imezua mjadala mkubwa mitandaoni. Karibu sana pa Mizuka Media. Kadri siku ya maandamano inavyokaribia, mijadala inaendelea kushika kasi katika mitandao ya kijamii, bunge la mwananchi pamoja na maeneo mbalimbali nchini Kenya. Wapo wanaosema maandamano yajayo ni ishara kwamba wananchi bado hawajaridhishwa na hali ya uchumi, huku wengine wakisema serikali inapaswa kupewa muda zaidi kutekeleza ahadi zake. Wapo wanaosema maandamano yajayo ni ishara kwamba wananchi bado hawajaridhishwa na hali ya uchumi, huku wengine wakisema serikali inapaswa kupewa muda zaidi kutekeleza ahadi zake. Lakini leo hatutazungumza kutoka studio tu, tutasikiliza ground yenyewe tukianzia Mombasa. Katika video ya kwanza, mwananchi mmoja kutoka bunge la mwananchi Mombasa alitoa maoni yake kuhusu utawala wa sasa akiulinganisha na utawala uliopita. Kwa mujibu wake, licha ya changamoto zilizokuwepo hapo awali, alisema wananchi waliweza kuona baadhi ya miradi ya maendeleo kama vile barabara, lakini kwa upande wa serikali ya sasa alidai bado hajashuhudia matokeo yanayomridhisha. Alienda mbali zaidi kutumia mfano wa familia, namna anavyoona hali ilivyo sasa. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa, lakini je, changamoto hizo zinaonekana sehemu nyingine za nchi pia? Uhuru kama aliweka madeni, wewe unashuhudia barabara ziko ama ziko? Tupe record ya Ruto kwamba amefanya hiki ndio tuweze kumwezesha 2027 aendelee. Ruto yaani kufikia sasa sisi hata tunauliza ataondoka lini? Maana tumeshachoka. Ni bibi ambao unang'ang'ana na Azai. Oh, kazi yako ndio unaacha pale. Sisi tumefanya maid. Hii Kenya hatutaenda. Nawaambia hapa wabunge. Hii ngoma ni moto sana. Hii ngoma inaenda kuchukuliwa na upinzani. Sasa twende Eldoret. Katika video ya pili, mwananchi mwingine alizungumzia swala la affordable housing. Kwa maoni yake, alisema mradi huo ni mzuri lakini akahoji usimamizi wake. Alidai kuwa baadhi ya wafanyikazi wanaohusika katika miradi hiyo hawapati malipo yanayoendana na gharama ya maisha ya sasa. Pia alieleza wasiwasi wake kuhusu viwango vya ukaguzi wa kazi zinazofanyika. Hebu msikilize mwenyewe. Sio tunasema Ruto ameleta affordable housing, imeandika watu kazi. Na afuatili ana inspectors. Affordable housing inaajiri watu, inalipa watu shilingi 400. 400 mama wa side akuje na chapati na chai. Mtu akule chai saa 4. Akule naye. Anarudi na nini kwa nyumba? Hiyo Ruto amefanya. Kwa hiyo mimi nimesimama hapa mbele kwa kweli. Kama nilikuwa ninataka vijana kazi. Sasa kutoka Eldoret tunaelekea Bungoma, na hapa ndipo tunakutana na mwalimu ambaye alizungumza kuhusu jambo ambalo limekuwa gumzo kubwa tangu mwaka jana. Mwalimu huyo alisema kuwa yeye pia anaunga mkono msimamo wa one term, lakini jambo linalovutia wengi zaidi ni pale alipowataka wananchi kuanza kufuatilia rekodi za viongozi wao. Aliwataka wananchi kujiuliza swali moja muhimu: je, mbunge wako alipiga kura gani kwenye masuala yanayogusa wananchi? Kwa maoni yake, wananchi wanapaswa kufuatilia maamuzi ya viongozi wao kabla ya uchaguzi unaofuata. Tazama. Sisi Bungoma ni one term. Kwa sababu nataka kuambia ukweli wa mambo. Wale watu ambao tunachagua wakienda bunge ndio wanatengeneza sheria za kutugandamiza. Mmeona watu ambao wewe kama mbunge wako hata unatoka Shinyadu, unatoka Nairobi, mbunge wako alipigia financial bill, yes. Rudisha yeye nyumbani. One term. Kwa sababu sheria zikipitishwa mbaya ndio maisha yetu wote, sio walimu pekee wanaumia. Jambo lingine nilishangaa. Lazima tubadilishe hii bunge. Wabunge 160 pekee ndio walikuwa bunge kupitisha mswada wa kugandamiza wananchi. Mbunge wako pia kama hakukuwa bunge hiyo siku,
hajui kazi yake. Yeye pia rudisha yeye wapi? Nyumbani. One term. Hiyo siku ya kura ni ya muhimu sana bungeni. Lazima uone mbunge wako anakushughulikia namna gani. Walimu mupo hapa. Hii mnyama inaitwa CPG tumetoa. Bado tunaangalia ndani. Mambo ya promotion yenu itakuwa namna gani? Wasitudanganye wametoa na tena wanaleta huku nyuma. Tunataka huyu waziri wa elimu ameshindwa kazi pia, angetolewa. Walimu hawajalipwa. Wacha niwaambie wazazi, na hii wakienda public participation pia mkatae. Walimu walisimamia mtihani last year, hawajalipwa mpaka wa leo. Sasa wanasema ya kwamba eti watachukua tu raia wasimamie mtihani. Nyinyi mtakubali wazazi? Yaani mama. Lakini si kila mjadala unahusu uchaguzi au maandamano. Wakati mwingine tukio moja linaweza kuibua maswali mengi kuliko majibu. Sasa baada ya moto uliotokea Gikomba, wananchi wengi walitoa maoni tofauti kuhusu kilichotokea. Katika video hii, mwananchi mmoja alitoa mtazamo wake binafsi kuhusu tukio hilo. Alieleza wasiwasi wake kuhusu ushuru unaotozwa kwenye biashara ya mitumba na akaunganisha mjadala huo na madhara aliyowapata wafanyabiashara baada ya moto. Haya ni maoni yake binafsi ambayo yamekuwa yakizungumzwa sana mitandaoni. Tazama. As you can see in this picture, tuangu Gikomba imeungua leo. Ina suspectiwa moto ilianza around 4. But hiyo si story nataka nikwambie mtu wangu. Story nataka nikwambie ni this year kwa finance bill walikuwa wamepropose mainjino wakapitisha kuongeza tax kwa bei ya zile nguo zinakuja za mitumba. Walikuwa wamesema wanaongeza tax kwa zile bei za mitumba zenye zinafanya nini zinakuja. Could they have played a part in kuanzisha hiyo moto wachome stock ya kila mtu, ndio wale watu watapiga order mpya waweze kutumia pesa mingi? Inaweza kuwa that's one of the reasons. Kwa sababu we cannot trust them. We cannot just play stupid with them kwa sababu they are not that dumb. Wanakifanya kama mafala kisi mafala vile. Could they have played a part in this? Ndio sasa watu wote wataanza kuitisha bail saa hii. Bail mpya zenye wanajua wamezisunda mahali. Watu wakianza kuziitisha wataongezea bei hizo vitu. Cause they knew hii bail imebaki, watu watataka kuuza bado, watataka kuuza ile bei ya kitambo. Could they have played a part in this? And when I say they, wewe utaelewa ni nani. Kwa uelewi hiyo ni shida yako, Mr. kufunza kila kitu. But this is very suspicious. And they knew. They almost knew. Mimi na wewe tunaweza kuwa distracted na historia ya vurugu, wakamua siku yenye vurugu iko ndo wafanye nini, wachome hiyo siku mtu wangu. After the worst part, June 25th iko to the attack around the corner, webakisha just siku 3 na mnatuchomea mabiashara. Tajua basi. Wakati wananchi wakitoa maoni yao, upande wa serikali nao wameendelea kuzungumzia maandamano yanayotarajiwa kufanyika. Katika video hii, Waziri Kipchumba Murkomen alizungumza kuhusu maandamano yanayopangwa kufanyika. Kwa mujibu wake, baadhi ya watu wameamua kuandamana licha ya hoja zinazotolewa na serikali kuhusu sera mbalimbali. Kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa, huku baadhi ya wananchi wakisema serikali haielewi ujumbe wa ground, wengine wakisema maandamano si suluhisho. Tazama. And as I sit, Your Excellency, kuna watu wengine wanasema ati watakuja barabara kupiga kelele next week hata kama finance bill ni nzuri. Yani they have looked for all reasons, wakaona hakuna, wakasema tutarudi tu kupiga kelele. But because the constitution allows freedom of expression, freedom of picketing, demonstration and so forth, that is your right, like the president said juzi. But I want to see those leaders themselves, their children and their supporters wakue mbele. Because these leaders, what they do, wana encourage watoto wa wenyewe wakuja barabara, alafu wao wenyewe wanaenda kulipa goons na tax, wakuje na machetes na panga na all that to attack people's children and people's businesses. Your Excellency, with due respect to the Article 37, any person on Thursday or any other day that will be in the streets with a machete, with a stone, with matchsticks to burn police station, to burn a court, with a sack and a bag to loot anyone's business, will meet the full force of the law. We are a government that is responsible, the only first government where the president has apologized to the people of Kenya and provided compensation to support those that suffered during demonstration. But in the same breath, that support does not mean encourage goons and
criminals to come and terrorize citizens of Kenya. We must make our country safe, and that is what we will do because we love this country. Baada ya kuangalia video hizi 5, swali kubwa linasalia kuwa je, haya ni maoni ya watu wachache au ni picha halisi ya kile kinachoendelea kwenye ground? Kutoka Mombasa, kutoka Eldoret, kutoka Bungoma mpaka Nairobi, kuna jambo moja linaonekana kujirudia mara kwa mara, ya kwamba wananchi wengi wanazungumzia gharama ya maisha, uwajibikaji wa viongozi na mustakabali wa Kenya kuelekea mwaka 2027. Na pengine ndio sababu ya mjadala wa one term umeendelea kuonekana kwenye karibu kila jukwaa la mtandaoni. Kwa Ruto na tuko one term na tuko kadi na tumejaa ngwai na ngore, we tuko huko goons. Na sio ati ilianza jana. Au goons wamekuwa, kulikuwa na wengine watu wa Angola, Msumbiji, mwingine wanaitwa nini, wanaitwa all that kind of thing. The problem we have with goons is not the people. It's not the young people. Shida ya goons sio wat vijana wana kazi, sijui ni nini. It is errant or wayward political leaders ambao they go deliberately recruit na kuchukua goons kutumia because they don't have alternative political policies, wanatumia kupiganisha na marafiki zao. And then after they have done so, our goons sasa wakiongezeka nguvu, inawashinda hata wale wenye walianzisha. Sasa wanarudi kublame serikali, wanaanza kusimama kusema serikali inafanya nini, serikali inafanya nini. This problem is political and is generated by politicians. As you gave us your directions, Your Excellency, we have commenced the process of a serious crackdown of all goons across the country. Hapa Kitale hakuna mama alikuwa anatembea kwa barabara, lakini because of the work our security sector has done, Kitale now is safe. And we are moving, Nakuru the same, we are moving to many parts of Nairobi and across the country. I want to say that hii kazi ya kupigana na goons shall be indiscriminate. Na wakati itafanyika, we don't want people to come back and say, oh ilikuwa ni vijana wetu, oh ilikuwa ni namna gani, oh ilikuwa ni nini. Goons are goons and we will deal with them with finality. This culture of political violence, wakati ni 1 year to elections. Nilisikia wengine hapo Nakuru, nimesikia wengine walikuwa juzi Nairobi. I want to say that leaders must lead by example. They don't cause problems and then come back and blame the executive or blame the government or blame the police. All of us collectively as leaders, we must choose peace and we must choose the right way of campaigning. Lakini sasa nataka kusikia kutoka kwako. Je, unafikiri Jumanne itakuwa siku ya kawaida au unaona kuna ujumbe ambao viongozi wanapaswa kuusikia kutoka kwa wananchi? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.